uhai na kiafya Balozi Humphrey Polepole, mnamo tarehe 6 mwezi wa 10 nilitoa taarifa kwa umma kwa lugha mbili, ya Kiingereza na ya Kiswahili, nikizitaka mamlaka zinazohusika na upelelezi, usalama wa raia na mali zao na nyingine zote ambazo zinatoa support katika eneo hilo kwa haraka na kwa kutumia resources zote, rasilimali zote, watu, rasilimali za kiintelijensia, rasilimali za kiteknolojia, zote kwa pamoja zikusanywe, ziwe mobilize, zielekezwe katika kujaribu kutupa majibu ya yuko wapi Balozi Humphrey Polepole, huko alikopelekwa, alipelekwa na nani na kwa mazingira gani na hali yake mpaka sasa hivi ikoje. Lakini mpaka leo mimi kama wakili hakuna ambaye amenijibu. Of course labda wao ukiwauliza watasema hatuna wajibu wa kujibu wakili. Fair and good. Kwa baada ya kuona mpaka tarehe 7 hakuna aliyenijibu wala hakuna aliyetoa majibu au taarifa ambayo mimi binafsi kama wakili ningeitafsiri kwamba hii inatia moyo au inajitosheleza kulingana na uzito wa kimazingira. Raia wote ni sawa, wanadamu wote ni sawa, uhai, afya yao, welfare yao yote na mizania sawa, lakini matukio yana uzito tofauti, hilo hatuwezi kulikwepa. Anapotoweka balozi ambaye amehudumia taifa katika nchi mbili, alikuwa msemaji au katibu uenezi wa Chama cha Mapinduzi, alikuwa mjumbe wa tume ya kurekebisha katiba, huyu mtu haingia akilini kiusalama, kimantiki, kisheria kwamba anaweza kutoweka katika mazingira yale yaliyotoweka, halafu mpaka leo hii tunazungumza hapa mahakamani bado hatujaweza kupata majibu ambayo yanaridhisha. Kwa hiyo baada ya kuona yote, mimi nikaamua kufungua maombi katika mahakama hii kuu kwa chini hati ya dharura, maombi namba 2451 mwaka 2025, nileta maombi yakiwa Humphrey Polepole dhidi ya Inspector General wa polisi kama mjumbe wa kwanza, mwanasheria mkuu wa serikali, mkurugenzi wa mashtaka, kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, pamoja na mkuu wa upelelezi wa kanda maalum ya polisi Dar es Salaam. Kwa hawa wote tunaamini kwamba mmoja mmoja au wote kwa pamoja wanaweza kuisaidia mahakama mahala au taarifa za alipo za kisheria niseme au taratibu za kisheria tumezirithi. Kwa habeas corpus tumeirithi, lakini ni aina ya maombi ambayo unaipeleka mahakama kuu, ukiomba mahakama kuu iwaamuru watu au taasisi ambao unaamini wanamshikilia mtu au watu wamlete mtu huyo mahakamani au taarifa zake, ili mahakama iweze kufanya mchakato wa kisheria.